Karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili, mahali ambapo hadithi hubeba hekima na maneno hujenga maisha. Kabla hatujaanza, hakikisha umebonyeza subscribe, like na wache comment yako. Niambie uko tayari kufika kileleni mwa mlima wako wa mafanikio. Leo ninakupeleka kwenye safari ambayo inaweza kubadilisha namna unavyoona maisha yako milele. Hebu fikiria hili kwa sekunde moja. Je, umewahi kuanza jambo kwa nguvu zote, ukaamini kabisa kwamba utashinda, halafu njiani ukachoka, ukakata tamaa, ukaacha? Na je, umewahi kumuona mtu ambaye hakukuwa na dalili yoyote ya kushinda, lakini mwisho wa siku akawa mshindi? Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni safari ya moyo, safari ya maumivu, subira, kejeli na ushindi wa kweli. Katika moyo wa kila kiumbe hai kuna ndoto moja kubwa, ndoto ya kufika juu zaidi ya pale alipo sasa. Ndani ya kila nafsi kuna mlima usioonekana kwa macho ya kawaida. Mlima huo unaitwa mafanikio. Ni mlima mrefu wenye njia nyembamba, mawe makali na upepo mkali unaoweza kukurudisha nyuma wakati wowote. Siku moja, katika kichaka kikuu kilichojaa uhai na sauti za asili, wanyama wote walikusanyika chini ya kivuli kikubwa cha mti wa kale. Kulikuwa na hali ya kusubiri jambo kubwa. Hata ndege walikaa kimya, kana kwamba walijua kuwa maneno yatakayosemwa siku hiyo yangebadilisha historia. Mfalme Simba alisimama mbele yao. Macho yake yalikuwa makali lakini yenye hekima nzito. Sauti yake iliposikika, kila mnyama alinyamaza kabisa. Alianza kusema taratibu lakini kwa mamlaka. Juu ya mlima wa maajabu kuna kitu ambacho wengi wamekisikia, lakini wachache sana wamewahi kukiona. Hazina ya siri inayoitwa hatima. Alieleza kuwa yeyote atakayefika kileleni kwanza hatapata tu ushindi, bali atagundua siri ya kutawala maisha yake mwenyewe. Kulikuwa na kimya kizito baada ya maneno hayo. Kila mmoja alijiuliza kimoyomoyo, je, mimi ninaweza? Ghafla Duma alijitokeza mbele. Uso wake ulikuwa umejaa kujiamini kupita kiasi. Alitabasamu kwa dharau kidogo, kana kwamba tayari alikuwa ameshinda kabla safari haijaanza. Alisema kwa sauti ya kejeli kuwa mlima huo si kitu kwake. Kasi yake ilikuwa silaha yake, na aliamini hakuna angeweza kumkaribia. Swala naye hakukawia. Alisogea mbele kwa mwendo wa kujiamini, akitikisa kichwa chake kwa fahari. Alisema kuwa miguu yake ni kama upepo na hakuna kitu kingemzuia kufika kileleni. Wanyama wengine walinong'ona kwa mshangao. Ilionekana wazi kuwa mashindano yalikuwa tayari yameamuliwa, angalau kwa macho yao. Lakini kisha kitu kisichotarajiwa kilitokea. Kutoka nyuma ya kundi alitokea Kobe. Hatua zake zilikuwa ndogo, polepole, lakini thabiti. Hakukuwa na haraka ndani yake, lakini kulikuwa na utulivu wa ajabu. Alifika mbele na kusema kwa sauti ya chini lakini yenye nguvu, naye pia angejaribu safari hiyo. Kicheko kililipuka kila upande. Baadhi walishika matumbo yao wakicheka. Duma alimwangalia Kobe kwa mshangao uliochanganyika na dharau. Alimwambia wazi kuwa hana nafasi, kuwa hata kabla hajafika nusu ya mlima, wengine watakuwa tayari wamerudi na ushindi wao. Lakini Kobe hakujibu kwa hasira. Hakujitetea. Alitulia tu, akiinamisha kichwa kidogo, kana kwamba alikuwa akizungumza na nafsi yake mwenyewe. Safari ilipoanza, ardhi ilitikisika kwa kasi ya Duma na Swala. Walikimbia kwa nguvu, wakiacha vumbi nyuma yao. Ilionekana kama upepo ulipita. Ndani ya muda mfupi sana, walikuwa tayari mbali kiasi kwamba hawakuonekana tena. Nyuma yao, Kobe alianza kutembea, hatua moja, kisha nyingine tena. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na mbwembwe, hakukuwa na mtu wa kumshangilia. Lakini ndani yake kulikuwa na kitu ambacho wengine hawakuwa nacho, nia isiyoyumba. Jua lilipanda juu angani, likaanza kuchoma kwa ukali. Njia ilianza kuwa ngumu, mawe yalichoma miguu, na upepo ulianza kuvuma kwa nguvu. Lakini Kobe aliendelea. Wakati huo huo, mbele, Duma alianza kuhisi uchovu. Mwanzoni alijaribu kupuuza, akijiambia kuwa ni jambo la kawaida. Lakini kadri muda ulivyopita, pumzi yake ilianza kuwa nzito. Miguu yake ambayo alikuwa akiitegemea kama silaha ilianza kupungua nguvu. Alipofika chini ya mti mkubwa, aliamua kupumzika. Alijiambia kuwa ni kwa muda mfupi tu. Alikuwa na uhakika kwamba hakuna mtu angeweza kumfikia. Hivyo akajilaza, akafumba macho na usingizi ukamchukua taratibu. Swala kwa upande wake aliendelea kwa muda zaidi. Lakini alipoingia kwenye bonde lenye miiba mikali, hali ilibadilika. Kila hatua ilikuwa maumivu. Kila jaribio la kusonga mbele lilimgharimu zaidi. Hatimaye alisimama, akaangalia mbele, akaangalia nyuma, na hapo ndipo alipoamua. Alisema moyoni kuwa safari hii haikuwezekana tangu mwanzo. Akaanza kurudi nyuma, akijaribu kujifariji kuwa alijaribu angalau, lakini nyuma kabisa ya wote. Kobe bado alikuwa njiani, miguu yake iliuma, mwili wake ulikuwa umechoka. Jua lilimchoma mchana na baridi ilimkaba usiku. Wanyama waliokuwa wakirudi walimpita wakimcheka, wakimwambia kuwa anapoteza muda wake.
lakini ndani ya kimya chake alijinong'oneza maneno machache tu: subira ni ufunguo na bidii ni njia. Aliendelea. Siku zikapita, hatua zikawa nyingi, maumivu yakawa sehemu ya safari, lakini hakusimama. Na hatimaye, baada ya juhudi zisizoelezeka kwa urahisi, alifika kileni. Hakukuwa na shangwe, hakukuwa na umati. Kulikuwa na upepo tu ukivuma kwa nguvu, na Mfalme Simba aliyesimama akimsubiri. Kobe alipofika, alisimama kwa shida akivuta pumzi nzito, lakini macho yake yalikuwa yanang'aa kwa ushindi wa kweli. Alimuuliza mfalme kuhusu hazina, na hapo ndipo ukweli mkubwa ulipofunuliwa. Mfalme alimwambia kuwa hazina haikuwa kitu cha kushikika kwa mikono, haikuwa dhahabu wala fedha. Hazina ilikuwa ndani yake mwenyewe. Ilikuwa ni uwezo wa kuendelea pale wengine walipoacha. Ilikuwa ni nguvu ya kusimama hata unapochekwa. Ilikuwa ni imani ya kusonga mbele hata wakati hakuna anayekuamini. Hiyo ndio siri ya mafanikio. Si kasi, si nguvu, bali ni moyo usiokata tamaa. Na sasa, wewe unayesikiliza hadithi hii, jiulize swali moja rahisi lakini zito sana. Je, wewe ni duma? Unaanza kwa kasi lakini unachoka njiani? Au wewe ni swala? Unajaribu lakini unapokutana na changamoto unakata tamaa? Au wewe ni kobe? Polepole lakini huachi. Maisha hayatamkumbuka alianza kwa nguvu zaidi. Yatamkumbuka yule aliendelea hadi mwisho. Kama umefika hapa, andika kwenye comment mimi ni kobe. Na usisahau kulike na kusubscribe ili uwe sehemu ya safari hii ya kujijenga kila siku. Kwa sababu ukweli ni huu: kilele si cha wenye kasi, kilele ni cha wenye moyo.